Leo tuko katika halmashauri ya Chalinze, tunazungumzia hapa nyumbani, lakini leo tupo kwenye ofisi kuu. Lakini leo tumekuja kufanya interview na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia viongozi wa ngazi ya serikali. Leo niko na katibu wa miono, leo niko na bosi wa miono leo. Kwa hiyo wana miono wote, leo niko na tajiri, atasema mengi ambayo amejifunza kwenye baraza la madiwani. Vitu vingi naamini kwanza atakuwa amevipata, lakini pia muna kitu cha kujivunia endapo alivyotoka hapa mpaka kuja miono, kuna vitu vingi. Mheshimiwa, habari yako? Salama, hali yako? Safi, kwema. Alhamdulillah. Tungefurahi sana kuyajua majina yako, inakuwa inapendeza zaidi. Kwa majina naitwa Salum Bwana Mdogo, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Miono. Umeingia kwenye baraza la madiwani, una kipi cha kukizungumzia? Cha kwanza, msemaji wa halmashauri ni mwenyekiti wa halmashauri kisheria, lakini mimi nimekuja kama sehemu ya waalikwa, na ukilinganisha baraza hili ni la wazi, kwa maana wananchi wote wa halmashauri ya Chalinze wana haki ya kuja kushuhudia kile ambacho wawakilishi wao wanafanya. Kwa mimi nimekuja katika ule mlengo wa ualikwa, kwa maana kuja kushuhudia diwani wangu nini anafanya ndani ya baraza la madiwani. Tukija kuangalia tunasema bado heji inaruhusu kuipambania serikali, lakini pia tunazungumzia kwenye chama. Miono wamekuamini, chama pia kimekuamini, lakini pia hata wananchi pia wa Miono wamekuamini. Una kipi cha kujivunia? Kikubwa sisi tunaamini, kwa maana leo yetu maanake Mungu alishatutabiria, lakini kesho yetu ni matarajio ambayo kila mwanadamu anayo. Kwa jambo la msingi ni kwamba wewe kama kijana kwenye nafasi ambayo umeaminiwa, kipi ambacho unakifanya. Kwa hiyo mimi tunadhani kulingana na muda, hususani katika siku hii ya leo, kile ambacho nimekuja hapa kuja kushiriki katika baraza la madiwani, moja kwanza kati ya kitu ambacho kimenifurahisha ni kuja kusikia moja kati ya vilio vikubwa ambavyo vilikuwepo kule Miono, hususani kupitia baraza la madiwani tumepata taarifa juu ya kwenda kupelekewa kwa umeme katika kitongoji kimoja kinaitwa Ngorongoro kule kwa Ikonje. Lakini pamoja na hilo pia tumeona jambo kubwa pale Ngorongoro ambalo lilikuwa likiendelea kuathiri wananchi wengi, ni jambo la kilio cha maji. Tumeshuhudia mikakati ya halmashauri kupitia kwa mheshimiwa diwani wetu Bwana Kilo, namna ambavyo wameendelea kuipambania kitongoji kile cha Ngorongoro, na leo tumepata maelekezo kupitia baraza hili la madiwani, kwa maana Ngorongoro inaenda kupata huduma ya maji, lakini pia Ngorongoro inaenda kupata huduma ya umeme. Sisi kama viongozi wa chama, manake kupitia ilani yetu tulimwagiza mheshimiwa diwani kupitia ilani aende akawapelekee maji, aende akawapelekee huduma ya umeme wananchi wale, na leo tumeshuhudia, kwa maana tunaamini yale matamanio ya kiilani tuliyokuwa nayo ambayo tulimwagiza mheshimiwa diwani yanaenda kutekelezwa, na tabasamu kwa wananchi wa Ngorongoro linaenda kupatikana. Kwa hiyo sisi furaha yetu ni kwamba kile ambacho tumemtuma amekuja amefanya. Kwa hiyo sisi na sisi tukienda kule tunaenda kuambia kwamba mambo mazuri amefanya chama, mambo mazuri amefanya viongozi wetu, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge Bwana Ridhiwani Kikwete, lakini pia mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameenda kupeleka tabasamu kwa wananchi wa Ngorongoro. Yaani kama umenimaliza, lakini sina budi kukuuliza, nikikupa nafasi 3 utoe kongole kupitia hususa kwa viongozi wako, tukianzia kwenye kata, wilaya mpaka taifa, una kipi cha kuambia na cha kuwapongeza? Maana kama mwingi wa vijana mjini tunasema kama mwingi anaupiga na anazidi kuupiga. Kazi inafanyika, maana maendeleo yanapokuja kule hayauti kama uyoga. Unajua uyoga unaweza ukalala afu asubuhi ukiamka na mkeo ukaenda nyuma ukaangalia unakuta uyoga umeota, lakini unapoona maendeleo yanafanyika, maanake ujue kuna watu wakati huo umelala, kuna watu hawalali wanaiwaza eneo lako. Kwa hiyo binafsi yangu nianze kumpongeza mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Miono, mheshimiwa Kilo Mjeshi, kwa maana yeye ndio mbeba maono na dhamana ya wananchi wa kata ya Miono. Yeye ndio anaenda kuisemea Miono katika kikao cha baraza la madiwani, lakini pia yeye ndio anaenda kuisemea Miono kupitia kwa mheshimiwa mbunge wetu mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Lakini pili, niendelee kumpongeza mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge wa Chalinze na waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo wanaendelea kuzifanya. Kwa sababu haya yote leo hii yanayofanyika, diwani hana fuko la hela. Fuko la hela manake linatoka kwa mtu, na mtu mwenyewe pia ni mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Diwani anamwambia mbunge, mbunge anampa diwani, diwani anakuja kutuletea maendeleo. Lakini pia kadhalika tunashuhudia mambo makubwa ambayo yanafanyika, ambayo kimsingi hata kwa mfuko wa halmashauri na kopo ni ngumu kuweza kuitekeleza. Yale mheshimiwa mbunge anabeba, anachukua, anaenda kumpelekea mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
Dr. Samia anampatia fedha ili utekelezaji uweze kuanza. Ndio maana leo hii tunashuhudia mamilioni ya fedha ndani ya kata ya Miono katika sekta zote: elimu, afya, barabara na katika miundombinu mingine yote. Kwa hiyo yako ambayo yanafanyika kupitia baraza la madiwani, yako ambayo yanafanyika kwa utashi wa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, lakini pia yako ambayo yanaendelea kufanyika kupitia huruma za Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuleta tabasamu kwa wananchi wa kata ya Miono. Asante. Chalinze ndani ya miaka mitano unaiona wapi? Swali langu la mwisho. Chalinze ndani ya miaka mitano unaiona wapi? Chalinze kama Dubai. Chalinze kama Dubai chini ya Ridhiwani Kikwete. Bale, siku zote hakuna bwana mdogo anaongea ngamba, amekwambia Chalinze ndani ya miaka mitano anaiona kama Dubai.